Pokee taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Anayekualika ninaitwa Kantona Joseph. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Moja kwa moja ni kwamba Israel, katika matangazo ambayo nazidi kupokea ni kwamba misaada hiyo ambayo itaingia baada ya kufanyiwa ukaguzi wa kina kule Gaza na vikosi vya Israel na kuruhusiwa kuingia, ambayo Israel ilisitisha misaada kuingia Gaza kufuatia madai ya kuwepo mashambulio ya kigaidi dhidi ya vikosi vyake. Shambulizi ya anga ambayo kwa mujibu wa hospitali za ndani ya Gaza ni kwamba yamewaua Wapalestina 44. Katika hatua nyingine, jeshi hilo limetangaza pia kuendelea kukifunga kivuko cha Rafah kilichopo katika mpaka kati ya Misri na Gaza hadi pale watakapotoa taarifa ya kufungua. Ingawa katika kutekelezwa kwa makubaliano ya usitishaji mapigano, ufikishwaji wa misaada umeongezeka na sasa malori 600 ya misaada yanaruhusiwa kuingia Gaza kwa siku. Zidi kusonga mbele, ambapo ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amemtaka mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukubaliana na masharti ya Urusi ili kumaliza vita. Zelensky amesema yuko tayari kuungana na Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin kwenye mkutano wao wa kilele ikiwa atapata mwaliko. Urusi na Ukraine zimeshambuliana kwa makombora na droni usiku kucha. Bakari Ubena na taarifa hiyo kwa kina. Usitishwaji mapigano katika maeneo ya mstari wa mbele wa vita na kumtaka Zelensky kukubali kuyaachia maeneo yaliyonyakuliwa na Urusi, wazo linalopingwa vikali na Zelensky. Vyanzo kadhaa vimesema Trump huenda alishawishiwa na Putin wakati walipozungumza kwa njia ya simu siku ya Alhamisi, ambapo kulingana na gazeti la The Washington Post, Putin alipendekeza Ukraine kuiachia mikoa ya Donetsk na Luhansk na kusalia na sehemu ndogo ya Zaporizhia na Kherson. Trump alitangaza pia kusitisha azma ya kuipatia Ukraine makombora ya masafa marefu ya Tomahawks, akisema kuwa nchi yake pia inayahitaji. Ni silaha kubwa na hatari, lakini tunapaswa kukumbuka jambo moja, sisi wenyewe tunazihitaji pia. Unajua, hatuwezi kuipatia Ukraine silaha zetu zote. Ni jambo lisilowezekana. Nimekuwa mwema kwa Ukraine na Rais Zelensky, lakini kwa hilo hatuwezi. Sitaki tupungukiwe silaha hizo na siwezi kuiweka Marekani hatarini. Aidha, Trump amesema atasimamia makubaliano hayo na kutoa hakikisho la usalama kwa pande zote, kauli iliyowachukiza maafisa wa Ukraine waliohudhuria mkutano huo wa Ijumaa. Kwa upande wake, Zelensky amemwomba Trump kumshinikiza zaidi Putin kumaliza vita, akisisitiza kuwa Urusi ina nguvu kuliko kundi la Hamas, hivyo itakuwa vigumu kufikia makubaliano ya amani, huku rais huyo wa Marekani akimsisitizia Zelensky kwamba Putin ametishia kuiharibu Ukraine ikiwa haitatii masharti hayo. Hayo yakiarifiwa, Urusi na Ukraine zimeshambuliana kwa makombora na droni usiku kucha. Moscow imetangaza kuwa watu wawili wameuawa katika eneo lake la Belgorod, huku Ukraine ikishambulia pia kiwanda cha kusindika gesi kusini mwa Urusi na kupelekea kusimamishwa kwa shughuli za kusafirisha gesi kutoka Urusi kuelekea Kazakhstan. Kwa upande wake, Moscow nayo ilifanya mashambulizi makubwa na kuulenga mgodi wa makaa ya mawe katika mkoa wa Ukraine wa Dnipropetrovsk. Ukraine pia imesema ilidungua droni zaidi ya 50 zilizorushwa na Urusi usiku kucha. Katika hatua nyingine, mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kukutana leo huko nchini Luxembourg kujadili mzozo wa Ukraine na ule wa Mashariki ya Kati. Asante sana Ubena, Bakari Ubena, ambapo nazidi kusonga mbele. Ni taarifa ya habari ambapo ni ya mbashara kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.
Wanamgambo ambapo rais wa Marekani Donald Trump amemtaka mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukubaliana na masharti ya Urusi ili kumaliza vita. Zelensky amesema yuko tayari kuungana na Trump na rais wa Urusi katika mkutano wao, ambapo Vladimir Putin kwenye mkutano wao wa kilele ikiwa atapata mwaliko. Tupokee mahojiano. Kwa sababu ya tumechelewa kupata kile kibali chenyewe. Kwa sababu hata ulikuwa ukitaka kuingia katika nini unaweza kuamua kikwapi kibali. Nani kakufanya hivyo? Wale ambao walikuwa wakikosoa kuhusiana na siku 2 za uchaguzi, mnavyoona hoja zao pengine za wasiwasi wa kutendeka haki hazina mashiko? Kusema kweli mimi naweza nikasema hazina mashiko, kwa kuzingatia kwamba kama tume watakuwa wanasema sahihi au watafanya kile ambacho wamekisema, kwamba kura za siku ya mwanzo zitapigwa na watu ambao wametajwa kwenye sheria au kwenye kanuni, wale ambao wametajwa manake, basi zitakuwa ni sahihi. Kwa sababu mimi nakumbuka ni sisi wanaharakati tulichangia kuwepo na hiyo siku 2 za kupiga kura, kwa kulalamika kwamba siku moja inakuwa ni shida kwa baadhi ya watendaji ambao wako kwenye shift siku ya uchaguzi, wanakuwa ni shida. Ingawa wao wameanza na watu nusu, lakini nakumbuka kulikuwa kuna wafanyakazi hata wa mahospitali, kuna watu kwa mfano wako kwenye taasisi kama airport, wasiwasi wa wapinzani labda kutumika vibaya hiyo kura ya mapema. Hoja yao ni kwamba idadi ya wapiga kura pengine ni kama 700,000 na ushe, ukilinganisha na maeneo mengine. Kwa mfano upande wa bara huko ambako zaidi ya watu milioni 30 wanapiga kura kwa siku moja, iweje huku 700,000 tu na ushe wakapiga kwa siku 2? Sasa huo ni utaratibu wa kila nchi, kila pahali ambapo umejikia. Lakini hata huko bara mimi kuna baadhi ya watu nilishawahi kuwasikia wanasema kwamba hata na sisi tunahitaji hiyo kura ya. Kwa hiyo ni maoni ya watu na uhitaji wa watu. Nakumbuka kwamba ilikuwa tunapiga kura siku za weekend, na sana ilikuwa ni siku ya Jumamosi au Jumapili, lakini kuna baadhi ya waumini wamelalamika wakasema kwamba hiyo ni siku kwetu ni ya ibada, tunashindwa kwenda kwa ajili ya kwenda kufanya ibada, na ikakubalika na this time tutapiga kura siku ya Jumanne. Changamoto ambazo mnakabiliana nazo nyinyi mnakwenda katika uangalizi, mnatazama ni zipi kwa ufupi tu? Ya sisi zaidi tumejikita katika ushiriki wa wanawake na vijana. Kwa hiyo tunataka kuangalia ushiriki wa wanawake ukoje. Tulianza katika mchakato mzima wa uandikishwaji. Pia tulipata fursa ya kuangalia katika masuala ya uteuzi wa ushiriki wa katika masuala ya kuingia katika hizi nafasi za uongozi. Lakini sasa hivi ndio tunakuja kuangalia sasa kwenye uchaguzi wanawake wanazingatiwa vipi, ni changamoto gani ambazo zinawakumba wanawake, kwa sababu wao ni wanawake. Lakini na suala lazima la vijana pia, ushiriki wa vijana, makundi maalum kama walemavu aliko katika ajenda zenu, na watu wenye ulemavu. Nyinyi si mara kwanza kushiriki kwa uangalizi wa uchaguzi, sio? Ni mara ya kwanza kwa Zafela kushiriki kama Zafela, lakini tumekuwa huko nyuma tukishirikiana na Temco, Taseo, tulikuwa tunakuwa pato. Na yale mapendekezo yenu ambayo mlikuwa mkiyatoa wakati ule wa ushirikiano yalikuwa yakitekelezwa, yanafuatiliwa na wenye mamlaka tume? Inategemea, kuna vitu na nafikiri kwa uchache sana yameweza kufanywa kazi na mengine no. Asante sana Sudi Mnete kwa uchanganuzi huo, mahojiano ambayo ni ya kina. Na sasa hivi tunazidi kusonga mbele kwenye Afrika Leo mchana na shirikiana DW. Wanamgambo wa RSF wamefanya mashambulio makubwa ya drone na makombora katika mji wa El Fasher katika mkoa wa Darfur, Sudan. Vyanzo vya ndani vinasema mashambulio ya RSF yamewalenga hadi raia, madai ambayo yamekanushwa vikali na wanamgambo hao. Kiongozi wa jeshi la Sudan Abdel Fattah el-Burhan amesema yuko tayari kwa mazungumzo. Delima Mwazaya na taarifa hiyo. Mji huo umekuwa ukizingirwa kwa miezi 18 na RSF na zaidi ya watu milioni 1 tayari wamekimbia. Waliobaki takriban 250,000 wanaishi kwa hofu ya mashambulizi au kulipiziwa kisasi iwapo mji utaanguka.
Kwa mujibu wa wakazi na picha zilizothibitishwa na Reuters, watu wengi hujificha mchana, hawawashi taa usiku na hufanya mazishi tu alfajiri au usiku wa manane. Katika shambulio moja kwenye shule ya Abu Talib, watu 18 waliuawa wakiwemo watoto. Mashahidi walisema RSF haibagui kati ya raia na wanajeshi. Hata hivyo, RSF imekanusha madai hayo, ikidai maadui wake wamegeuza misikiti na hospitali kuwa kambi za kijeshi, huku jeshi la Sudan nalo likitumia droni. Katika video iliyothibitishwa, miili ya watu ilionekana ikitapakaa ndani ya kontena iliyotumika kama hifadhi. Picha za satellite kutoka maabara ya utafiti wa kibinadamu ya Yale zilionyesha alama za milipuko 6 kwenye majengo ya Dar al-Arkam. Mashirika ya kiraia yanasema watu takriban 30 hufa kila siku kutokana na njaa, magonjwa na mashambulizi. Mohamed Khamis ni mkazi wa kambi iliyolengwa katika mashambulizi ya RSF. Hii ndiyo hali ya watu waliokosa makazi yao. Hiki ndiyo kituo cha hifadhi ya waliokosa makazi. Watu wasio na silaha, wote ni wazee na watoto waliolengwa na drone za RSF, maroketi 6. Hizi ndiyo nyumba zao, nyumba za waliokosa makazi, na sasa ni mashahidi chini ya vitanda na juu ya vitanda. Mkurugenzi wa kanda wa shirika la afya duniani anayeshughulikia masuala ya dharura, Annette Heinzelman, anasema mashambulizi ya RSF yamesababisha visa vingi vya kiwewe. Tangu kuanza kwa mzozo huu kumekuwa na zaidi ya visa 15,000 vya kiwewe, na mfano wa karibuni zaidi, katika wiki ya tarehe 14 Septemba kulikuwa na karibu wagonjwa 500 wa kiwewe waliohitaji matibabu mjini Al-Fashir. Wakati haya yakijiri, kiongozi wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan amesema yuko tayari kwa mazungumzo iwapo RSF itasalimisha silaha. Asante kwa taarifa hiyo Delima Mozaya kutokea ambapo nazidi kusonga mbele, ambapo wanamgambo wa itikadi kali wa kanda ya Saheli barani Afrika wamezidisha maradufu mashambulio yao katika miaka hivi karibuni, kwa mjibu wa utafiti wa AFP uliozingatia taarifa za shirika la Akleda. Lilian Mtono na taarifa zaidi. La Group for the Support of Islam and Muslims pamoja na lile la dola la Kiislamu IS sasa yanashambulia karibu maeneo yote ya Mali na Burkina Faso, kutoka magharibi mwa Niger na Nigeria hadi mpakani mwa Senegal. Haya ni kwa mujibu wa utafiti wa shirika la habari la AFP wa miaka 6 kuhusu operesheni zilizorekodiwa na shirika huru linalofuatilia waathirika wa migogoro duniani, ACLED. Charlie Webb, mchambuzi kutoka taasisi ya Aldebaran Threat Consultant, alionya kwamba mgogoro wa kiusalama katika eneo la Sahel ni tata na hauna suluhisho la haraka. Idadi ya mashambulizi ilipanda kutoka 1900 mwaka 2019 hadi zaidi ya 5500 mwaka 2024. Tayari mashambulizi 3800 yameripotiwa mwaka 2025 hadi Oktoba 10 na kufanya jumla ya mashambulizi kufikia 28715 katika kipindi cha takribani miaka 6. Upanuzi wa Al-Qaeda hadi magharibi mwa Mali na kusini mwa Burkina Faso na wa dola la Kiislamu hadi magharibi mwa Niger na Nigeria unamaanisha kuwa makundi ya jihadi sasa yanafanya operesheni katika eneo lenye ukubwa wa zaidi ya kilomita milioni 1 za mraba, mara 2 ya ukubwa wa Hispania. Kiini kingine cha machafuko kipo karibu na ziwa Chad, mashariki mwa Nigeria, ambako Boko Haram na tawi la dola la Kiislamu la Afrika Magharibi ISWAP yanaendesha shughuli zake. Kwa mujibu wa makadirio ya Umoja wa Mataifa, Al-Qaeda na dola la Kiislamu wana jumla ya wapiganaji 7,000 hadi 9,000, huku ISWAP ikikadiriwa kuwa na wapiganaji 8,000 hadi 12,000. Zaidi ya watu 20,000 wameuawa nchini Nigeria, lakini Mali na Burkina Faso ndizo zimeathirika zaidi, zikichangia 56% ya vifo vya ukanda huo. Zikiwa chini ya utawala wa kijeshi, nchi hizi mbili zimefukuza majeshi ya magharibi, hasa vikosi vya Ufaransa katika miaka ya karibuni. Mikakati yao imejikita katika nguvu za kijeshi, lakini anasema Webb, matokeo yake hayajawa bora na katika hali mbaya zaidi yameleta athari hasi. Mamlaka za kijeshi zinaonekana kushindwa kudhibiti kuongezeka kwa ushawishi wa wapiganaji wa jihad, hasa kutokana na kutojikita kushughulikia sababu za kijamii na kiuchumi za ukosefu wa usalama. Tangu mwaka 2019, tawi la Al-Qaeda katika Sahel limepanua mashambulizi kutoka kaskazini mwa
mwa Burkina Faso na sasa limeizunguka Ouagadougou likitishia mawasiliano na nchi jirani za Ivory Coast, Togo na Mali. Asante sana Lilian Mtono. Endelea kusikiza taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo awamu hii tunashirikiana na DW kwenye matangazo yetu haya ya mbashara, ripoti za waandishi na uchambuzi. Sasa hivi msikilizaji, na kuomba simama kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kituo kipi Radio Fortune Africa ili tuweze kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Enda pale kwa Facebook yetu utapata PayPal link itakaye kusaidia iwapo uko nje ya mataifa ama taifa la Kenya. Moja kwa moja tupokee yanayojiri kwenye mitandao, ambapo Saum Njama na vile vile Tatu Karema ndio waelekezi wetu. Sasa baadhi ya waombolezaji waliohutubia jana na wengine ambao wanazidi kutoa maoni yao kupitia mitandao ya kijamii wanasema angalau siku hii ingegeuzwa kwa siku ya Raila Odinga. Kwa hiyo iwe Raila Day. Raila Day. Sasa maoni ni mengi. Mmoja ndo huyo Caleb Onyoki anasema hii siku ibadilishwe iwe Baba Day. Mohamed Ali, mbunge wa Nyali, kaunti ya Mombasa, yeye yake ni ujumbe kwa wote, anasema tunapoadhimisha siku hii maalum ya Mashujaa Day, napenda kutoa heshima zangu kwa mashujaa wetu wote waliopumzika. Dhabihu zao thabiti na ujasiri utusukume mbele na kutupa uhuru tunaofurahia sana kwa leo. Kwa mashujaa wetu wa sasa, wale ambao mmepata nguvu kutoka kwa wazee wetu, na watia moyo muendelee kubeba mwenge na kuendeleza mapambano mazuri ya Kenya yenye mafanikio. Nawatakia nyote siku njema ya mashujaa na yenye amani. Kwako pia nakutakia siku njema ya mashujaa. Asante sana. Wewe ni shujaa unajua. Wewe zaidi. Mbali na hayo, Saumu wenda ndani ya ndege. Alafu ghafla kabati la pale juu lianze ku Tatu, mbona tutishiana maisha? Unafanya nini? Ufanya nini hapo? Angalia nearest exit, yani mahali pa kutokea pa karibu, ama kama sio hivyo watoke ukenda wapi sasa? Uko hewani nishikishe posta. Una mchezo sana. Sasa ndege ya abiria shirika la ndege la Air China ililazimika kutoa kwa dharura jijini Shanghai siku ya Jumamosi. Tunaona kama inaweza kutoa, ni kumaanisha kulikuwa kuna stage hapo ya kushukia. Tuseme hivyo, sio stage unavyoiweka, lakini kulikuwa na beti iliyokuwa kwenye mzigo wa mkononi kwa abiria kushika moto, na shirika hilo pia limeweza kuthibitisha kupitia taarifa iliyotoa. Umeanzishwa na nini moto huo Tatu? Kulikuwa na betri katika handpack ya abiria. Lakini si pale watu wakiwa wanakaguliwa wanahakikisha kwamba sielewi kwamba ilikuwa inaruhusiwa ama haikugunduliwa ama siwezi jua ilipitishwa kwa njia gani, lakini ukweli ni kwamba ilikuwa ndani ya bagi ya moja wa abiria. Na sasa tukio hilo ndani ya ndege ilikuwa inatoka Hangzhou, mashariki mwa China, kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Incheon karibu na Seoul, Korea Kusini. Na taarifa ya shirika hilo inasema kuwa betri ya lithium iliwaka ghafla ndani ya mzigo huo, na angalau hakuna mtu aliumia. Tuseme tushukuru Mungu. Lakini hali ilikuwaje hapo baada? Hiyo video inaonyesha watu wako katika hali hapo, unatoka Ujerumani unaenda Kenya, alafu hali kama ndo hali ya abiria wengine waliokuwa nayo. Tusitishane maisha. Tunazungumza sasa kwa kwamba tunaweza kucheka kwa sababu hakuna aliyejeruhiwa, lakini inazua maswali ya kiusalama hasa katika vyombo kama hivi vya kusafiria. Bila shaka ni jambo la kushtua. Asante sana Tatu Karema, lakini hapo wengi wataulizwa maswali, kuanzia waliokagua mizigo na yeye ambaye alipitisha akijua kwamba ni jambo ambalo haliruhusiwi katika mzigo unaopanda ndani ya ndege. Msikilizaji na mtazamaji, mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Asante sana kwa kuendelea kutuandikia maoni yako, na sasa umewadia wakati wa kusoma ujumbe uliotutumia. Nianzie hapa YouTube. Na mwana Jafari Kopo anasema Mungu ibariki Afrika kuepusha na machafuko ya mara kwa mara ili maisha mengine ya amani yaendelee. Frank Shayo akiwa Arusha Sakina yanasema Israel na Hamas ziheshimu makubaliano ya kusitisha vita hasa katika ukanda wa Gaza. Mutegeki Elias anasema Umoja wa Mataifa hamuoni kinachoendelea Darfur. Gitigani Ibrahim Danhi akiwa mjini kati Arusha anasema asanteni sana DW Kiswahili kwa uchambuzi muru wa matangazo ya mchana huu, na wategea sikio kupitia ukurasa wenu wa YouTube, na hakika mnavuma kwa kishindo.
hilo nalo halina pingamizi. Shukran sana. Masanja Kuyanja wa Makuhenga anasema poleni sana raia wa Sudan kwa madhila mnaopitia kufuatia mashambulizi ya droni na mzinga. Na Namalas Joas akiwa maeneo ya Kakuraijo kule Karagwe anasema litakuwa jambo jema kabisa kwa Israel kama kweli Israel imeanza kuruhusu misaada kupelekwa katika ukanda wa Gaza. Mimi namuona Alchamius Achilus anasema Israel, asante sana kwa kuruhusu misaada kuingia Gaza, maana binadamu hawawezi kuishi bila mahitaji muhimu kama chakula, dawa na mengineo. Deogratus Mzali anasema endelea kupumzika kwa amani waziri mkuu zamani wa Kenya Raila Odinga. Amina. Joel Makune akiwa Dar es Salaam Tanzania anasema hongera sana Netanyahu kuruhusu misaada kuingia huko Gaza. Na ujumbe huo msikilizaji unakamilisha awamu ya kwanza tu kusoma ujumbe uliotutumia. Muda sio mrefu tunakwenda viwanjani. Babu Abdallah ataongoza mjadala wa spoti. Asante sana Saum Jama hapo hivi na Tatu Karema. Basi wakati huu inabidi ni kuletee Kiziba Mkonga, alafu baada ya Kiziba Mkonga mengine yatakuwa yanafuata. Wakati huu basi pote pale ulipo ni wakati mwafaka wa kupokea Kiziba Mkonga cha siku ya leo, ili uweze kufahamu yaliyomo kwenye Kiziba Mkonga cha siku ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Katika Kiziba Mkonga cha sasa, ni kweli unahitaji sana hela, ni kweli unahitaji sana cheo, ni kweli unahitaji sana mafanikio makubwa, ni kweli unahitaji sana jina kubwa, ila usisahau pia kuwa unahitaji afya yako zaidi. Don't kill your health because of your wealth. Kiziba Mkonga cha sasa, ni kweli unahitaji sana hela, ni kweli unahitaji sana cheo, ni kweli unahitaji sana mafanikio makubwa, ni kweli unahitaji sana jina kubwa, ila usisahau pia kuwa unahitaji afya yako zaidi. Don't kill your health because of your wealth. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.